Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya 5 ya Kwaresma, tukijikita hasa katika Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 44. Ujumbe tunaopata katika Injili hii ni pamoja na kukawia sio kukataliwa. Yesu anafika Bethania siku ya 4 baada ya kifo cha mpendwa wake Lazaro. Hata baada ya kusikia kuwa Lazaro hawezi, Yesu aliendelea kusalia mahali alipokuwapo, ingawaje pia Yerusalemu ilikuwa karibu na Bethania, takribani maili 2. Je, tunao uwezo wa kusubiri kwa kitambo kidogo? Baraka ni mchakato na zina kipimo chake. Lakini pia vipi kuhusu mahangaiko tunayoyapata pindi tunapohitaji baraka, neema ama msaada fulani na ukachelewa? Mariamu na Martha hata katika majonzi yao walimngoja Kristo kwa matumaini yasiyofifia, na kwamba pindi afikapo Kristo mfariji mkuu, yote yatawekwa sawa. Wapo watu wengi wanaonung'unika upesi na kulegea bidii wasipofaulu, wasipoona faraja, amani, chakula cha kila siku, mara watalegea katika sala na maombi. Wapendwa, Mungu ndiyo mwenye kutoa faraja vile anavyotaka na wakati anaotaka, na kumtuliza au kumjalia anayemtaka vile anavyopenda mwenyewe, wala si zaidi. Wapo wengine wanaojiharibu wenyewe kwa kutaka mambo yao yaende kwa haraka. Wanataka kufanya zaidi na zaidi kuliko neema wanazopewa na Mungu pasipo kupima udogo wao, wakafuata zaidi tamaa ya moyo kuliko mawazo ya akili. Na kwa kuwa wakajipatia na kujivunia makubwa kuliko Mungu anavyotaka, wakapoteza neema iliyowekwa tayari kwa ajili yao upesi sana. Wakawa maskini kabisa, wakaachiliwa pasipo msaada baada ya kujenga nyumba zao juu kabisa, ili katika hali zao duni wapate kufahamu kwamba mtu hawezi kuruka kwa mabawa yake mwenyewe mpaka atumaini mabawa yake Mungu. Kristo Yesu yupo kwa ajili yetu. Hata tunapoona anakawia, tuwe thabiti katika kuamini kuwa atafika tu kutuokoa katika mauti, katika dhambi, uonevu, njaa, magonjwa, kujeruhiwa vibaya na vilio vyetu. Yeye daima ni mwaminifu na atasimama katika ahadi zake. Katika Dominika hii tujiulize, bado tutaamini hata kama kaburi tayari limefungwa? Mariamu na Martha walifanya hivyo. Wewe na mimi tusifuate njia nyingine za kutusaidia ila Yesu Kristo. Zaidi sana katika Injili hii tujifunze kuwa kifo kipo, lakini Kristo atatufufua. Siku za kuishi zinakuisha upesi sana. Yafaa sana tuzichunguze hali zetu. Binadamu yuko leo, kesho hayupo tena, na akiisha ondoka machoni atafutika upesi moyoni. Kifo si mwanahiari, hapokei rushwa huyo. Tusifikiri mambo ya sasa tu pasipo kufikiri yale yaliyoko mbele yetu. Itupendeze sasa kurekebisha yote tunayofikiri kwamba tunaweza kuyatengeneza leo hii, tukijua kwamba tunaweza kuondoka kesho. Tukiwa na dhamiri nyeupe, hatuwezi kuogopa mauti. Hivyo ifai zaidi kuepa dhambi kuliko kuepa kufa. Na tusipokuwa tayari leo, tutawezaje kuwa tayari kesho? Hatuna hakika juu ya kesho, hatujui kama itatupata tukiwa hai. Yafaa nini kuishi siku nyingi tusipoenenda kwa njia ya utakatifu? Kufa kunakatisha kweli, lakini kuishi zaidi kuna hatari. Hivyo ni bora mtu yule mwenye kuweka saa ya kufa machoni mwake akiweka bidii nyingi kuwa tayari kwa ajili ya kifo. Ndugu wapendwa, ufufuko wa Lazaro unaonyesha ushindi wa Yesu juu ya mauti, na ni alama kwamba Yesu atatoa uzima kwa wenye kusadiki. Tumsifu Yesu Kristo.